Suratul Hajj imeteremka Madina. Sura hii ni ya Madina ila aya 52, 53, 54 na 55. Aya zake ni 78. Imeanzia kwa kuwaonya watu wa mhofu Mwenyezi Mungu na kukumbusha vitisho vya kiyama na kuwajuilisha wanaobisha kwa upotovu na ujinga, na hayo yakafuatia kuletwa dalili za kufufuliwa kwa kuleta sura ya mabadiliko katika kuumbwa binadamu na kukua kwa mimea, na ikaeleza upinzani kumpinga Mwenyezi Mungu na matokeo yake, na ikataja habari ya hija na kutukuza ibada zake, na baada ya hayo Mwenyezi Mungu akaruhusu kupigana vita vya kujitetea, na akafuatilizia hayo kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masaibu yaliyokuwa yanampata kwa watu wake, kwa kutaja dhiki na mateso yaliyowapata mitume wa kabla yake. Na aya za sura hii zikabainisha dalili za uwezo wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake na mipaka ya kazi ya mitume, na kwamba hili ni onyo lisilokimbilika. Na katika mwisho wa sura wakasema hao wanaoambiwa ni washirikina wa Mwenyezi Mungu kwa kuzizuga akili za washirikina, kwamba hawawezi hata kuumba kiumbe kinyonge kabisa, naye ni nzi. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake. Na sura ikahimiza sala na zaka na ibada na jihadi bila ya kukusudia maovu, kwani hii ni dini ya baba yenu Ibrahim aliyemzaa Ismail, ambaye kutokana naye ndio wakazalika uko Adnan. Na matokeo ya mambo yenu ni kuwa mtume wenu akushuhudieni kwa kukufikishieni ujumbe, na nyinyi mtoe ushahidi juu ya watu waliokwisha tangulia kwamba mitume wao waliwafikishia ujumbe kama ilivyokujieni katika Qur'an. Na sura ikahitimisha kwa kutaka kushikamana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye bora ya mlinzi na bora ya mwenye kunusuru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati shay'un 'azim. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, hakika tetemeko la saa ni jambo kuu. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Siku mtapoiona kila mwenye kunyonyesha atamsahau amnyonyeshaye, na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake, na utaona watu wamelewa na kumbe hawakulewa, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu, na wanamfuata kila shaytani aliyeasi. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir. Ameandikiwa kwamba anayemfanya kuwa rafiki, basi huyo hakika atampoteza na atamuongoza kwenye adhabu ya moto mkali. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Enyi watu, ikiwa nyinyi mna shaka ya kufufuliwa, basi kwa hakika sisi tulikuumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana na manii, kisha kutokana na kipande cha damu iliyogandana, kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisichokuwa na umbo, ili tukubainishieni. Nasi tunakiweka katika matumbo ya uzazi tunachokitaka mpaka muda uliowekwa. Kisha tunakutoeni kwa hali ya mtoto mchanga, kisha mfikie kutimia akili. Na wapo katika nyinyi wanaokufa, na wapo katika nyinyi wanaorudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa, hata mtu awe hajui kitu baada ya kuwa anakijua. Na unaiona ardhi imetulia kimya, lakini tunapoyateremsha maji juu yake husisimka na kututumka na kumea kila namna ya mimea mizuri. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Hayo ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki, na kwamba hakika yeye ndiye mwenye kuhuisha wafu, na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Na kwamba hakika saa itakuja, hapana shaka kwa hilo, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Na katika watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu wala uongofu wala kitabu chenye nuru. Thani atfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adhabal hariq. Anayegeuza shingo yake ili kupoteza watu waache njia Mwenyezi Mungu, duniani atapata hizaya, na siku ya kiyama tutamwonjesha adhabu ya kuungua. Dhalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidhallamin lil'abid. Hayo ni kwa sababu ya iliyotanguliza mikono yako, na hakika Mwenyezi Mungu si dhalimu kwa waja. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Na katika watu wapo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni, ikimfikia kheri hutulia kwayo, na ukimfikia msukosuko hugeuza uso wake. Amehasiri dunia na akhera. Hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu
dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Badala ya Mwenyezi Mungu yeye huomba kisichomdhuru wala kumnufaisha. Huko ndiko kupotelea mbali. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal mawla wa labi'sal ashir. Umuomba yule ambaye bila shaka dhara yake ipo karibu zaidi kuliko nafuu yake. Kwa hakika huyo ni mlinzi muovu na rafiki muovu. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitazo mito kati yake. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda atakayo. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Anaidhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru katika dunia na akhera na afunge kamba kwenye dari kisha ikate. Atazame je, hila yake itaondoa hayo yaliyomkasirisha. Wakadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Na namna hivi tumeiteremsha kuwa ni aya zilizo wazi. Na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Hakika walioamini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale walioshiriki, hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao siku ya kiyama. Hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamar wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabbu wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Je, huoni kwamba vinamsujudia Mwenyezi Mungu viliombo mbinguni na viliomo katika ardhi, na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama na wengi miongoni mwa watu na wengi wastahiki adhabu, na anayefedheheshwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumheshimu. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda apendayo. Hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Hawa wagomvi wawili waliogombana kwa ajili ya Mola wao mlezi, basi waliokufuru watakatiwa nguo za moto na yatamiminwa juu ya vichwa vyao maji yanayochemka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kwa maji hayo vitayayushwa viliomo matumboni mwao na ngozi zao pia. Walahum
maqami'u min hadid, na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma. kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adhabal hariq, kila wakitaka kutoka humo kwa sababu ya uchungu watarudishwa humo humo na wataambiwa onjeni adhabu ya kuungua. inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitiwazo na mito kati yake. Watapambwa humo kwa mapambo ya mikononi ya dhahabu na lulu, na mavazi yao humo ni hariri. Wahudu ila at-tayyib min al-qawli wahudu ila siratil hamid, na wataongozwa kwenye maneno mazuri na wataongozwa kwenye njia ya msifiwa. innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu linnas والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Hakika wale waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na msikiti mtakatifu ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote sawa sawa, kwa wakaao humo na wageni, na kila atakayetaka kufanya upotofu humo kwa dhulma, basi tutamuonjesha adhabu chungu. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'an وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile nyumba tukamwambia, usinishirikishe na chochote, na isafishe nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu na wanaokaa hapo kwa ibada na wanaorukuu na wanaosujudu. Waadhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Na watangazie watu hija, watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hoa aliyewaruzuku. Basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliyefakiri. Thumma liyaqdu tafathahum walyufu nudhurahum walyattawafu bilbaytil atiq. Kisha wajisafishe taka zao na waondoe nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale. Dhalika wa man yu'azzim hurumati Allahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Ndiyo hivyo iwe. Na anaye vitukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, basi hayo ndiyo kheri yake mbele ya Mola wake mlezi. Na mmehalalishiwa nyama hoa ila wale mliosomewa. Basi jiepusheni na uchafu wa masanamu na jiepusheni na usemi wa uongo. Hunafaa lillahi ghayra mushrikin bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Kwa kumtakasia imani Mwenyezi Mungu bila ya kumshirikisha. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni kisha ndege wakamnyakua au pepo kamtupa pahala mbali. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ndiyo hivyo. Na anayetukuza ibada za Mwenyezi Mungu basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila albaytil atiq. Katika hao nyinyi mna manufaa mpaka muda maalum, kisha pahala pa kuchinjiwa kwake ni kwenye nyumba ya kale. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wabashiril mukhbitin. Na kila umma tumewafanyia mahala pa kuchinjia mihanga ya ibada ili walitaje jina la Mwenyezi Mungu juu ya vile walivyoruzukiwa katika wanyama wa mifugo. Basi Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Jisalimisheni kwake tu na wabashirie wanyenyekevu. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal-muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hutetemeka, na wanaovumilia kwa yanayowasibu, na wanaoshika sala, na wanaotoa katika tulivyowaruzuku. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru isma Allahi 'alayha sawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Na ngamia wa sadaka tumekufanyieni kuwa ni kudhihirisha matukuzo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hao mna kheri nyingi. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao wanaposimama kwa safu. Na waangukapo bavu kuleni katika hao, na walisheni waliokinai na wanaolazimika kuomba. Ndiyo kama hivi tumewafanya hawa wanyama dhalili kwenu ili mpate kushukuru. Lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin.
Nyama zao hazimfikii Mwenyezi Mungu wala damu zao, lakini unamfikia uchamungu wenu. Namna hivi tumewadhalilisha kwenu ili mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa alivyokuongoeni, na wabashirie wafanyao mema. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Hakika Mwenyezi Mungu huwakinga walioamini. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila khain, mwingi wa kukanya mema. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Inna Allaha laqawiyyun aziz. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mtukufu. Alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Wale ambao tukiwapa madaraka katika nchi husimamisha sala na wakatoa zaka na wakaamrisha mema na wakakataza mabaya, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya mambo yote. Wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qaum nuhin wa 'adun wa thamud. Na wakikukanusha basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu na kina Ad na kina Thamud. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Na watu wa Ibrahim na watu wa Lut. Wa ashabu Madyan wa kudhiba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fakaifa kana nakir. Na watu wa Madiana na Musa pia alikanushwa, nikawapa muda makafiri kisha nikawatia mkononi, basi ilikuwaje adhabu yangu. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Miji mingapi tuliangamiza iliyokuwa ikidhulumu, ikawa imebaki magofu na visima vilivyoachwa na majumba yaliyokuwa madhubuti. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao za kuzingatia au masikio ya kusikilia?
kwani hakika si macho yanayopofuka, lakini zinazopofuka ni nyoyo ziliomo vifuani. Wayasta'jilunaka bil'adhabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Na wanakuhimiza ulete adhabu, lakini Mwenyezi Mungu hatakwenda kinyume na ahadi yake kabisa. Na hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka 1000 mnavyohesabu nyinyi. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir. Na miji mingapi nilipa muda na hali ilikuwa imedhulumu, na kisha nikaitia mkononi, na kwangu mimi ndiyo marudio yote. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Sema, enyi watu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu niliye dhahir. Falladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Basi walioamini na wakatenda mema watapata maghfira na riziki za ukarimu. Walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Na wanaojitahidi kuzipinga aya zetu hao ndio watu wa motoni. Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Na tukumtuma kabla yako mtume wala nabii ila anaposoma shetani hutumbukiza katika masomo yake, lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa anayoyatia shetani, kisha Mwenyezi Mungu huzithibitisha aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Hayo ni ili alifanye lile analolitia shetani liwe ni fitna kwa wale wenye maradhi ndani ya nyoyo zao, na wale ambao nyoyo zao ni ngumu, na hakika madhalimu wamo katika mfarakano wa mbali. Waliya'lama alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Na ili waliopewa elimu wajue kuwa hayo ni haki itokayo kwa Mola wako mlezi, na waamini na azipate kutua nyoyo zao, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayewaongoa wenye kuamini kwenye njia iliyonyooka. Wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus saa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin 'aqim. Na waliokufuru hawatoacha kuwa katika wasiwasi kwa hilo mpaka saa iwafikie ghafla au iwafikie adhabu ya siku tasa. Al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im.
ufalme wote siku hiyo utakuwa Mwenyezi Mungu, atahukumu baina yao. Basi walioamini na wakatenda mema watakuwa katika bustani zenye neema. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina faulaika lahum adhabun muhin, na waliokufuru na kuzikanusha ishara zetu, basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. Walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khayrur raziqin. Na waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kisha wakauawa au wakafa, bila shaka Mwenyezi Mungu atawaruzuku riziki njema, na hakika Mwenyezi Mungu ni mbora wa wanaoruzuku. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna Allaha la'alimun halim. Bila shaka atawaingiza pahali watakapoparidhia, na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole. Dhalik wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allaha la'afuwun ghafur. Ndiyo namna hivi, na anayelipiza mfano alivyoadhibiwa kisha akadhulumiwa, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atamsaidia. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye maghfira. Dhalika bi anna Allaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa anna Allaha sami'un basir. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu huingiza usiku katika mchana na huingiza mchana katika usiku, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na kwamba wale wanaoomba badala yake ni batil, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliye juu na ndiye mkubwa. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allaha latifun khabir. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu huteremsha maji kutoka mbinguni na mara ardhi inakuwa chanikwiti? Hakika Mwenyezi Mungu ni mpole na mwenye kujua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na mwenye kusifiwa. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu amevidhalilisha kwenu viliomo katika ardhi na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake, na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum
innal insana lakafur. Na yeye ndiye aliyekuhuisheni kisha akakufisheni na kisha atakufufueni. Hakika mwanadamu hana fadhila. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Kila umma tumewajaalia na ibada zao wanazozishika. Basi wasizozane nawe katika jambo hili, na waite watu kuendea kwa Mola wako mlezi. Hakika wewe uko kwenye uongofu ulionyoka. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Na wakikujadili basi sema, Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnayoyatenda. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya kiyama katika hayo mnayokhitalifiana. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allahi yasir. Je, hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na katika ardhi? Hakika hayo yamo kitabuni. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir. Na wanaabudu badala ya Mwenyezi Mungu ambavyo hakuviteremshia ushahidi na ambavyo hawana ujuzi navyo, na madhalim hawatakuwa na wakuwasaidia. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasquna billadhina yatluna alayhim ayatina. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi utaona chuki katika nyuso za waliokufuru. Ukaribia kuwavamia wale wanaowasomea hizo aya zetu. Sema, je, nikwambieni yaliyo mabaya zaidi kuliko haya? Ni moto. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliokufuru na ni marudio mabaya hayo. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب. Enyi watu, unapigwa mfano, basi usikilizeni. Hakika wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu hawatoumba hata nzi, ijapokuwa watajumuika kwa hilo. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake. Amedhoofika kweli huyo mwenye kutaka na mwenye kutakiwa. Ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allaha laqawiyyun aziz. Hawakumwadhimisha Mwenyezi Mungu anavyostahiki kuadhimishwa. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye kushinda. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Mwenyezi Mungu huteua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia
mwenye kuona. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, na kwa Mwenyezi Mungu yatarejeshwa mambo yote. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, rukuuni na msujudu na muabuduni Mola wenu mlezi na tendeni mema ili mfanikiwe. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa 'alan nas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Nafanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki jihadi yake. Yeye amekuteueni wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye alikuiteni Waislamu tangu zamani na katika hii pia, ili awe mtume shahidi juu yenu na nyinyi muwe mashahidi kwa watu. Basi shikeni sala na toeni zaka na shikamaneni na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa na msaidizi bora kabisa.